Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV tarehe 22 za mwezi wa 7 2026, na mimi ni Rajab Wakili Kamonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari mwenyewe wa habari za moto. 0.0 Ibu Wazalendo waanza kazi upya, vita kali kati ya Wazalendo na M23. Goma, RDF M23 wazidi kuongeza vikosi. Kinshasa, sheria mpya ya kuipandisha uwezo FARDC yatangazwa rasmi. Usikose pia kusikiza matangazo yetu kupitia Mwangaza TV, na pia unaendelea kufuata Baraka1 TV kutoka Shabunda kupitia Mutula FM. Endelea pia kushiriki na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo. Tuanze moja kwa moja na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarafani Fizi, Mwenga pamoja na Uvira, na ambako Ibu na Wazalendo wakianzisha upya vita kali 0.0 kati ya Ibu Wazalendo na magaidi wa M23. Mapema tarehe 20 kuamkia tarehe 21 za mwezi wa 7 2026 kulisikika mirindimo ya risasi, silaha nzito pamoja na nyepesi zikiwa zinaelekea 0.0 Wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ibu pamoja na Serpanoir. Malengo hayo yalikuwa ni kuweza kuondoa magaidi wa M23, hayo maeneo ambayo kwa sasa imekuwa ni guzo kubwa kwa upande wa FARDC pamoja na Wazalendo. Uwepo wa magaidi wa M23 katika hayo maeneo kuna wanyima raha raia ambao wanapatikana kando mwa hayo maeneo, na hilo ndilo lilokuwa shida kubwa kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha operesheni hizo ya kuweza kuondoa magaidi wa M23 katika hilo eneo la kimkakati. Kutokana na taarifa za awali kutoka maeneo ya 0.0 ni kwamba M23 wamepata hasara kubwa, huku makumi ya wanajeshi wakipoteza maisha na baadhi ya RDF pia kuweza kukamatwa mateka, silaha nyingi pamoja na magrenedi yakikamatwa vile, na Wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa mbioni kabisa kuweza kukamilisha udhibiti mzima wa maeneo hayo ya 0.0 ambayo hapo awali yaliweza kudhibitiwa na magaidi wa M23. Baadhi ya wananchi kutoka vijiji vya Wamlema na maeneo mengine wameanza kurejea majumbani kwao baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za magaidi wa M23 kuweza kutulizwa. Wananchi hao ambao wengi walikimbia maeneo ya Fizi na vijiji vingine wameonyesha shukrani yao ya dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa majeshi ya FARDC pamoja na Wazalendo kwa kuendelea kuimarisha usalama katika hayo maeneo na kuendelea kuwafukuza magaidi wa M23. Kwa sasa hali ya vita ikoje? Kamanda Dawa ya Panya anazungumzia kuhusiana na hali halisi inayozidi kuendelea katika uwanja wa vita. Dawa ya Panya ambaye ni kamanda anayehusika na upelelezi pamoja na mipango ya kijeshi kupitia kundi cha Wazalendo cha APC ambacho kiongozwa na General James Fika Adui. Ninawasalimu wa ndugu zangu wa Kongomani, na wasalimu kila mkongomani kwa jina lake. Si mwingine ni wenu mzalendo mwenye alikubali kufia nchi yake, komanda d'operation wa mouvement ya APC inaongozwa na General James Fika Adui, komanda Dawa ya Panya. Ninashukuru kwa kuona Mungu tena atupatia uzima wa kufika mida kama na hii. Wa ndugu zangu wa Kongomani, nilitaka tu kuwaambia kwamba munaendelea kusikia kweli adui iko na jiondoa kote ya Goma
na mabunagana kule watu kwa wanasikia mapanije kusema kwamba wanaanza kufanya message adui anajiondoa kwenye maposition yake, anajelekeza Rwanda vraiment nini. Kitu kenye mtayua tuko mugere mediatique. Ndio kitu mtayua. Banaweza utiliser batu benye biko na popularite banafanya hata audio na bana publier kusema ke adui anajiondoa kufuatana na ile masikilizano ya ile Kenza walikuwa wanasema, japokuwa adui hakuna mwenye anatoka omomau adui hapa sasa ile fea hakuna tena, inakuwa ni taya vita, anaanza kujiganfoxe kwa malinde fro pour que a sauver acha kuya ke gouvernement sai abana tena sasa ile fea ya riske banaweza kutuatake. Sasa na shie tutoshe basoda benye bako banazagazaga kiolela tubasukume kwa malinde fro pour que tufunge masentire yetu bien. Bengine unaanza sikia mapaniki, Rwanda anaretire basoda yake. Wapi Rwanda anaretire basoda yake? Leo tuko tunaongea, leo tuko ni mardi le 21 juillet 2026. Wa ndugu zangu, ni kuambia tu ya kwamba adui asitudanganye. Si anaenda kuranfoxia, anaenda Kavumu jua kamate, aende kukamata tena mahelikopteri ilete basoda yake kushusha mwela ntitani nembo ile nye bana kamata. Sasa kupitia ile ganfoxema yenyewe inaenda Kavumu yenyewe wanapandana magari leo. Baangalie tena watakamata mahelikopteri anje kusomba basoda muaksa minembo. Ni kusema kwamba tuko muvita, hakuna tena kusema sema adui anajiondoa. Tuache ile distraction kusema ke adui kwa anajiondoa omomau nitashie kurezone namna kuanza kumwatakia adui. Situnge yeye atuatake. Na nitaka kuambia ndugu zangu Kongomani, kulinde fro yote Mo Plateau, usalama iko kama kawaida. Tunaendelea kumjengua adui kwenye alikuwa tuko tunamwatake. Tunaona leo inakataziwa tena image ya kiolela na waza isha kataliwa. Na leo bandugu yangu, leo mnaanza kushangala atutumi tena hata image mwa kumalinde fro, atutumi wala benzetu wenye wako kote ingine aba partager tena image parce que mwepeke bakongomani mnakatala msianze kutumiwa image. Sasa mko mnafunga roho hata frontima inapitikana amuta yua kama frontima ilipitikana parce que image ndio nabapatia hata mwela kila kusema kwamba sisi wazalendo tulipigana. Kama mnakuonyesha image tuko fachi fulani tulijengwa adui hapa, mnayua ke balipigana wale wazalendo batoto wetu walipigana na banaondoa adui kwenye alikuwa kwa maposition yake. Sasa mwe leo tunakuwa tunasikia bana kwa kimya bote. Hapana, hatuko kimya. Kama kawaida tulijitusa ja kupigania inchi, tutaendelea kupigania inchi hadi kufa kwetu. Wa ndugu zangu Kongomani, mimi nawaza mwere ni 5. Tulikuwa mwere ni 5 ijapokuwa bakomanda ya KFARDC wenyewe walipenda kuingiza mategezo na bazalendo. Bali tutosha kule na shie tuko leo deja Mo Plateau na tunaendelea kukabiliana na adui kama kawaida. Tungelikuwa pale mwere ni 5. Na waza mlikuwa mnasikia habari ya dawa panya, mlikuwa mnasikia habari komanda dawa panya alikuwa anafanya nini pale. Leo msihuzunike kwa sababu kusikia kimya mwere ni 5 mu axe ya nani ya Kamanyola. Msiona sema kimya bazalendo tunashindwa kupiga adui. Hapana, Mo Plateau ndoko natezekana muziki yote. Huku chini hakutakuwa muziki, yulu ndoko muziki. Na ile muziki mwisha katala tusiko tunabatumia nini? Maimage na mabitu kuonesha maposition tumusha katala. Nikiwaambia ndugu zangu muwe na patience na muwe na uvumilivu. Ijapokuwa mnasikia kwanza kimya kuma axe nyingine yote memuyo kwanza tunaendelea kufika adui Mo Plateau ya Fizi. Kazi inaendelea fanyika tu kule kama kawaida, na leo kulikuwa frontima kule na Mungu alisaidia kweli. Bia kukua rekipere bilikuwa rekipere. Tuendelee kuombeana Mungu zaidi. Aendelee tu kutupatia nguvu na uwezo. Ijapokuwa tupende tena kuongea sana, tunakuwa tunatafuta tufanye ni matendo. Mshikie bwana bazalendo walikamata fasi fulani. Bazalendo wanaingia Kaziba, bazalendo wanaenda kuanza kuatakia Bukavu. Bazalendo wanakontrole yote minembo yote. Ile tawapatia na mwe nguvu na espoir kusema kwamba balikuwa kimya mekazi inafanya nini inafanyika. Na ningetaka kuonesha wa ndugu zangu wa Kongomani, wale ambao wanaki wanatumika na adui. Mko mnawaza sema hii vita na kawia, hii vita president wetu anashindwa, bazalendo wanashindwa. Ndio, mwe kama
Muko mnaona ke vita na inakawia kweli, sisi inakawia. Memuyue kenye kinakuwa na mwanzo kinikalaka na mwisho. Utawaza seme hapa kwa M23 ndio minaponea mimi. Hapa kwa M23 unakula raha kiloko, kifo kyako kinakuwa karibu. Si unasogea juu kule raha, ile raha unaikula ya ina ne deza. Me ile deza ole ungevivre maisha ya murefu kupitia tigazo yenyewe unafanya. Ya kuwaza ke aba wanakia libere batekala la pays nani jiske ba ingine mafuta tafanyika kama lebo ndio atakuwa badirija pays abata nuwaka. Na uwe kama tukiresire vita huko atigeti huko adui hatutakuacha. Baada ya taarifa hizo kutoka Point Zero, Ibu na Wazalendo na Serpent Noir wakiendeleza mapigano dhidi ya magaidi wa M23. Lengo kubwa haswa ni kuweza kumuondoa kabisa M23 katika hayo maeneo, na pia wananchi wameanza kurejea maeneo yao baada ya ukimya kurejea maeneo ya Wamlima pamoja na vijiji vingine kutoka huko pembezoni mwa Point Zero. Tuingie ndani ya jimbo Kivu ya Kaskazini, jiji Goma, ambako RDF M23 wazidi kuongeza vikosi. Wanamgambo zaidi ya 9,318 kutoka kituo cha mafunzo cha Chanzo hiyo tarehe 20 za mwezi wa 7 2026. M23 imeweza kuchapisha maudhui ya picha zikionyesha wanamgambo makahoko wa M23 wakimaliza mafunzo huko Chanzo na hivyo kuanza kuwaingiza ndani ya jiji la Goma na wengine pia kuwasambaza maeneo mbalimbali kwa lengo la kuendelea kuimarisha vikosi vyao kwenye uwanja wa mapigano. Hilo linakuja baada ya jeshi la Rwanda RDF kutokana na mikakati ya kiusalama serikali ya Marekani kuweza kuwapa muda wa wao kuweza kujiondoa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Rwanda linatakiwa kuondoka ilizidi kutolewa, hivyo wito na msisitizo mkubwa. Vikosi hivyo vipya vya magaidi wa M23 vinajaribu kurikava nafasi ya magaidi wa RDF ambao wanatakiwa kuweza kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia kwa upande mwingine, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yaanza mpango mpya wa kuimarisha jeshi kwa mafunzo mbalimbali. Mafunzo yaliyotolewa kwa ajili ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kitengo maalum cha mafunzo ya kiustadi ENPP na jiji la Kinshasa ni kuweza kuwafundisha namna ya kutumia vyombo mbalimbali vya habari na pia kuimarisha wanajeshi kwa ajili ya kuweza kutangaza habari zinazoendana na hali ya kisasa. Kwa sasa majeshi mbalimbali ya kimataifa yamekuwa na vitengo vya habari na mawasiliano kwa lengo la kuweza kuimarisha jeshi lao. Kutoka jijini Kinshasa, taarifa kamili. Le commandant ad intérim du service des communications et d'information des forces armées a procédé le lundi 20 juillet 2026 au lancement officiel d'une session de formation en web journalisme à l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle au profit de ses agents et cadres. Mise en œuvre par l'Union pour la paix et la sécurité avec le soutien financier de l'Union européenne et de l'expertise France, cette session a une durée de 15 jours et vise à renforcer les compétences des participants dans les techniques de journalisme numérique afin de répondre aux exigences de la communication militaire à l'ère du numérique. Prenant la parole, Madame Fukuta Funzi, sous-directrice provinciale de l'INPP, a souhaité la bienvenue aux apprenants tout en les encourageant à s'investir pleinement dans cette formation, véritable opportunité de perfectionnement professionnel. Je vous accueille chaleureusement dans cette salle polyvalente Sadako Uganda de la direction provinciale de l'INPP Kinshasa, à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement de l'action de formation en web journalisme au profit de nos FARDC. Je vous souhaite la bienvenue et vous rassure de notre engagement de suivre la mise en œuvre de ce projet du début jusqu'à la fin en activant le service concerné à jouer son rôle
pour la réussite de ce dernier. Dans son mot d'ouverture, le commandant du SIFA AI, le lieutenant-colonel Mongba Azukai Mak, a déclaré ouverte cette session de formation et a rappelé aux bénéficiaires l'importance de la discipline, de l'assiduité et le sens des responsabilités durant toute la période d'apprentissage. Il les a exhortés à mettre à profit les enseignements reçus afin de contribuer davantage au rayonnement du SIFA. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion du lancement officiel de la formation du personnel du service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo, consacrée au web journalisme. À l'ère du numérique, où l'information circule à une vitesse sans précédent, les médias en ligne occupent une place stratégique dans la formation de l'opinion publique. Cette évolution exige des professionnels capables de produire une information fiable, équilibrée, vérifiée et diffusée dans le respect des règles d'éthique et de déontologie journalistique. La présente formation s'inscrit dans cette dynamique de renforcement des capacités du personnel du service de communication et de formation des forces armées, permettra aux participants d'acquérir des connaissances et des compétences pratiques en matière de collecte, de traitement, de rédaction, de production multimédia et de diffusion de l'information sur les plateformes numériques des forces armées de la République démocratique du Congo, tout en maîtrisant les outils modernes du web journalisme. J'encourage chacun des participants à faire preuve de curiosité et d'esprit d'innovation afin de tirer le meilleur profit de cette opportunité. Les compétences que vous allez développer contribueront à améliorer la qualité de la communication des forces armées de la République démocratique du Congo, à lutter contre la désinformation, les fausses informations, ainsi qu'à renforcer la crédibilité de nos productions médiatiques. J'exprime ma profonde gratitude à nos partenaires de l'IPS, aux formateurs de l'INPP, ainsi qu'à toute personne qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette initiative. Leur engagement en faveur du développement des compétences est hautement apprécié. Pour terminer, j'ai ouï dire qu'il y a des stagiaires qui se méconduisent pendant la formation. Dorénavant, et à partir de tout de suite, je demande à l'INPP, à travers les encadrés, de nous faire quotidiennement les rapports sur la conduite et le comportement de chaque stagiaire pour nous permettre de réprimer les cas d'indiscipline avérée. De son côté, le représentant de l'Union pour la paix et la sécurité, M. Christophe Thérèse, a salué l'engagement du commandant du SIFA en faveur de la formation continue de son personnel. Il a souligné que cette session traduit la volonté des partenaires d'accompagner les institutions bénéficiaires dans leur adaptation aux nouveaux défis de la communication numérique et de promouvoir une information professionnelle, crédible et responsable. Je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de cette 7e formation. Déjà, formation en web journalisme, comme vous l'avez indiqué, qui vient clôturer, on va dire, un premier cycle de formation débuté en avril. À ce jour, ce sont déjà 85 personnes formées ici au sein de l'INPP, témoignant de l'engagement de chacun en faveur du renforcement général des capacités des uns et des autres. Cette initiative, financée par l'Union européenne et mise en œuvre par Expertise France, contribue directement au développement des compétences du personnel. Les femmes et les hommes formés participent ainsi à l'amélioration des capacités du SIFA et, plus largement, au renforcement des compétences et de l'efficacité des forces armées de la République démocratique du Congo. Je souhaite également saluer le rôle essentiel de l'Institut national de la préparation professionnelle, qui accueille ces formations dans d'excellentes conditions. Enfin, j'adresse mes remerciements tout particuliers aux formateurs de l'INPP. Grâce à leur expertise, leur disponibilité et leur engagement, transmettent un savoir-faire précieux qui contribue durablement à la professionnalisation de ses bénéficiaires. Je remercie ainsi l'ensemble des partenaires et des participants pour leur implication pleine et entière, de leur engagement dans la réussite de ce premier cycle de formation. Huko naendelea kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe ni 22 na mwezi ni wa 7
2026. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga. Matangazo haya pia unayapata kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na pia big up kwa Ishiri Kizenga Tembele, King Sele Kizabeba, Mashaka Emba, Edone Butoto, Biondo Kilomba Mao, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Are na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakei kutoka Afrika Kusini, Mohamed Papire Jabu kutoka Afrika Kusini, wote wakiwa bado wako naendelea kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo kutoka Goma na Kinshasa, tubaki ndani ya jiji kuu la Kinshasa ambako sheria mpya ya kuipandisha uwezo wa FARDC yatangazwa rasmi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Ulinzi inaongozwa na Kabombo Mwadia Mvita. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaandaa mpango mpya wa kijeshi wa miaka 4 wenye lengo la kulifanya jeshi la FARDC kuwa la kisasa zaidi, lenye mafunzo bora, vifaa vya kisasa na uwezo mkubwa wa kulinda usalama wa taifa. Makamu waziri mkuu wa ulinzi Guy Kabombo Mwadia Mvita aliwasilisha tathmini ya hali ya kijeshi mbele ya kamati ya ulinzi na usalama za bunge la taifa pamoja na seneti katika kikao kilichofanyika maeneo ya Palais du Peuple ndani ya jiji kuu la Kinshasa. Katika mawasiliano yake, waziri Kabombo alieleza kuwa FARDC haiwezi kutoa suluhisho la kudumu kwa changamoto za usalama ikiwa itaendelea kukabiliwa na upungufu wa mafunzo, vifaa vya kijeshi pamoja na miundombinu. Kutokana na hali hiyo, ameliomba bunge kuidhinisha sheria ya mpango wa kijeshi wa mwaka 2027 hadi mwaka 2030 ambayo itatoa mfumo wa kuipandisha kuifadhili shughuli za kijeshi kwa kipindi cha miaka 4 badala ya kutegemea matumizi ya dharura kila kunapotokea mgogoro. Mpango huo unajumuisha maeneo 6 makuu yafuatayo: usimamizi wa jeshi na ustawi wa wanajeshi, mafunzo, elimu ya kijeshi na utafiti, ununuzi wa vifaa na zana za kijeshi, uboreshaji wa miundombinu ya kijeshi, mazoezi ya kijeshi, operesheni na ujasusi, kuanzisha na kuendeleza sekta ya viwanda vya ulinzi wa taifa. Serikali inapendekeza kufanya pia marekebisho ya sheria zinazosimamia FARDC ili kuendana na mpango huo mpya wa mageuzi ndani ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Avant de se prononcer sur la loi de programmation militaire 2027-2030, les élus nationaux veulent mesurer l'ampleur des défis auxquels sont confrontées les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette perspective que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadia Mvita, a présenté ce lundi devant les commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat un diagnostic complet de l'appareil de défense nationale. Face aux députés et sénateurs, le vice-premier ministre a salué cette démarche d'écoute et d'échange, estimant qu'elle permettra aux représentants du peuple de mieux appréhender les enjeux sécuritaires auxquels le pays est confronté, ainsi que les réformes indispensables pour y faire face. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé qu'une armée ne peut remplir efficacement sa mission sans une formation adaptée, des équipements modernes et des infrastructures adéquates. Pour lui, la loi de la programmation militaire constitue un levier essentiel pour doter les FARDC des moyens nécessaires à leur transformation et à leur modernisation. Notre armée porte aujourd'hui une lourde responsabilité. Défendre l'intégrité du territoire national, protéger la population et accompagner la vision des recommandations de l'État. Mais cette mission exige 2 moyens: des infrastructures, des écoles solides, une santé militaire bien servie et suivie, des bases militaires opérationnelles viables et une programmation budgétaire adaptée. Honorable Président, honorable député, sénateur, notre démarche est une démarche de vérité, de responsabilité et de partenariat institutionnel.
nous ne venons pas seulement exposer des problèmes, nous venons surtout solliciter votre compréhension, votre accompagnement et votre soutien afin que la défense nationale dispose progressivement des moyens nécessaires à la hauteur des missions que la nation lui a confiées. À tour de rôle, les officiers généraux et supérieurs en charge de l'école de formation militaire et de plusieurs structures des FARDC ont dressé l'état de leur service, mettant en évidence les contraintes qui freinent la professionnalisation et la montée en puissance de l'armée congolaise. Tous ont plaidé pour un renforcement des ressources allouées à la défense afin d'accompagner la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une armée moderne, professionnelle et pleinement opérationnelle. Baada ya kuweza kuzungumza na gavana wa jiji la Kinshasa, Inyo Sacre imekubali pia kuweza kuahirisha maandamano yake ilikuwa inahitajika kufanyika leo hii tarehe 22 za mwezi wa 7 2026, ni kutokana na kauli ya Andre Mbata. Upande mwingine pia kesi ya Christian Chiwewe imeweza kusikilizwa upya, huku wawakilishi wa kamanda huyu alikuwa kamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiombwa mahakama kuweza kumwachia huru kwa lengo la kiafya zaidi. Hii ambapo unasikiliza ni Amka na Baraka One TV. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, baba la baba, the one and all in town, DJP. Bye bye.